Ongea juu ya upendo. I want to talk about love. And I want to talk about, given time, if time allows, we are going to speak so much about love today. And we are going to love our friends, our neighbors, and even we're going to love ourselves as we love God. And I've captioned this topic of this morning, love, because the Bible says in John chapter 3 and verse 16 that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have what? Everlasting life. So nataka kuongea juu ya upendo kwa sababu jana imekuwa ni siku ya Krismasi. Na kwa sababu imekuwa siku ya Krismasi, kuna wengi wamesherekea kwa kukula na kunywa. Na kuna wengine wamesherekea kwa kusaidia wengine ambao hawakuwa na uwezo wa kununua vyakula wala kula. Walipika chakula na wakawa wa baraka kwa watu wengine ambao hawakuwa na chakula. And you cannot do that if you don't have a heart of love within you. So it was pushed by love from within your heart that you extended the same hand of generosity to those that didn't manage to buy food. Na asubuhi ya leo nataka kuongelea upendo kwa ajili ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili afe msalabani, na ilikuwa ni upendo wa Kristo ili mimi na wewe tusipotee, ama mimi na wewe tusiangamie katika maisha yetu ambayo tunaishi siku ya leo, maisha ambayo hayampendezi Mungu, maisha ya dhambi, ya kwamba Kristo alikufa msalabani ili tukaweze kuokolewa. Na ilikuwa ni kwa ajili ya upendo wa Kristo ndiyo akaja na akakubali kufa msalabani ili mimi na wewe tupate ukombozi, so that we be redeemed of God. If you ask any married woman, any married man, yeyote ambaye ako kwa ndoa, kuna uwezekano ameingia kwa ndoa kwa muda mfupi uliopita, lakini ukimuuliza tamanio ya moyo wake ni kwamba siku moja abarikiwe na mtoto, siku moja naye pia aitwe mama, siku moja naye pia aitwe baba. Ni tamanio la kila mwanandoa yeyote. Na siku ile mtoto anazaliwa, yule mama ambaye alikuwa katika labor ward ya kwamba anatarajia mtoto, ile labor wakati ilikuwa inamkula kabla mtoto azaliwe, immediately mtoto anazaliwa na anasahau uchungu aliyokuwa nao na anafurahia mtoto ambaye amezaliwa. So I want to speak about the love of God. Kwa sababu gani? Mama aliyejifungua mtoto ingekuwa ya kwamba na focus kwa uchungu wa kudeliver mtoto, naye hangeweza kupenda yule mtoto. But kwa ajili ya upendo wa mtoto unamfanya na anaweza kusahau ile uchungu aliyopitia. Kwa ajili gani? Amelea mtoto katika mikono yake, na anasherekea, anacelebrate kwa ajili ya mtoto amezaliwa. Na hii inanileta kwa why do we celebrate Christmas? Na nimesikia watu wengi wakiongelea je Christmas, wanauliza, je, Christmas is it biblical or it is not biblical? And this morning I want you to pay attention because I'm going to answer that question. After this service you will know whether Christmas is biblical or it is not biblical. Kwa sababu gani? Mtu akikuuliza kwamba nionyeshe pale imeandikwa katika Biblia, trust me, hautapata. Praise the Lord. Turn with me in the book of Jeremiah chapter 52. Jeremiah
the last chapter of Jeremiah, that is chapter 52, verse 31 through verse 34. Jeremia 52 mstari wake ni wa 31 hadi 34. And the Bible records in Jeremiah chapter 52 and verse 31. It records, hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Biblia inaendelea kusema ya kwamba Evil Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Mstari wa 34 nasema ya kwamba, na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme wa Babeli. Kila siku alipewa posho hata siku ya kufa kwake, siku zote za maisha yake. In English, the Bible records, in the 37th year of the exile of Jehoiakim, king of Judah, in the year Evil-Merodach became king of Babylon, he released Jehoiakim, king of Judah, and freed him from prison on the 25th day of the 12th month. He spoke kindly to him and gave him a seat of honor higher than those of the other kings who were with him in Babylon. So Jehoiakim put aside his prison clothes, and for the rest of his life ate regularly at the king's table. Day by day, the king of Babylon gave Jehoiakim a regular allowance as long as he lived, till the day of his death. Praise the Lord. Amen. I want to speak about the birth of Jesus Christ, the love of God, and the 25th of every December. Why do we celebrate 25th of every December as the day set aside for being a day when Jesus was born? It is in the book of Jeremiah chapter 52 verse 31. It records that in the same day that we celebrate the birth of Jesus, this is the very day that a certain prisoner was released from prison, and they celebrated that day, that period when he was released from the prison. And when he was brought forth from the prison, he was brought before the king, because the king, yeye ndiye alitoa amri atolewe gerezani. Na Biblia inaandika inasema ya kwamba alipoletwa aliandaliwa meza mbele ya mfalme na mbele ya wakuu, akawekwa juu zaidi kuliko wakuu waliokuweko enzi zile, ya kwamba akawa anakula na mfalme mpaka siku ya kifo chake. So that day, when you read other writings ama waandishi wengine wanaoandika juu ya siku ya Krismasi, walichukua kufunguliwa kwa huyo mfungwa, ya kwamba watu wako wanasherekea kufunguliwa kwa mfungwa ambaye hakukuwa na kitu chochote kizuri kwa ajili ya mtu ambaye yuko hai. Nao waandishi wanaandika, wanasema ya kwamba wale watu waliokuwa waanzilishi wa Injili, waandishi wa vitabu ambavyo havijawekwa katika Biblia, wanaandika wanasema ya kwamba
viongozi wa kale wa Kristo waliketi chini na wakasema kwamba hii siku ya tarehe 25 Desemba, sisi wale ambao tumeokoka hatuwezi tukaketi chini ama kutafuta chakula tule tunywe na tusherekee kwa ajili ya mfungwa alitolewa gerezani, bali tubadilishe hii siku na ikuwe ni siku ya kusherekea kwa kuzaliwa kwake Kristo. Kwa sababu huyu mfungwa ambaye ametolewa hana maana yoyote kwa maisha ya mtu binadamu ambaye ako hai, wewe na mimi. Huyu mfungwa hana anything to do with us. Lakini wakabadilisha na wakasema kwamba wacha na iwe siku ya kusherekea kuzaliwa kwake Mwokozi. Ndio maana siku ya leo tunasherehekea siku ya kuzaliwa kwake Mwokozi Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo ana umuhimu kwa maisha yako. Kristo ana umuhimu kwa maisha yangu. Kwa ajili gani? Alizaliwa ili aje aishi nasi maisha ya kawaida hapa duniani, awe katika kimwili, ili ya kwamba kienda katika msalaba watu hawatakuwa na uwezo wa kushuku ama kudoubt ya kwamba huyu mtu hatumjui, huyu mtu ametokea wapi. But no, iwe ya kwamba huyu mtu anajulikana, huyu mtu amezaliwa hapa, huyu mtu ameishi nasi, huyu mtu amekuwa tukiwa tunamuona, na sasa hivi anaenda kusulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu, ili watu ambao walikuwa enzi zile waone na wakaamini. Praise the Lord. Ingekuwa ni vigumu hata wewe uambiwa tu ya kwamba mtu alitoka tu from nowhere, hakuzaliwa, hakuishi, hakugrow, hakukuwa na tabia kama za mwanadamu, hakuwa na mwili, na akaenda akakukufia msalabani ili wewe uokoke. Hata wewe ungeshuku, haungekuwa na ungeuliza kuna ukweli ndani ya hiyo. Kwa nini haijaandikwa huyu mtu alizaliwa? Kwa nini haijaandikwa huyu mtu aliweza kukua kama mtoto yule mwingine? Kwa nini haijaandikwa nakala zaidi kuhusu huyu mtu? Naye nabii Jeremiah anaandika vitu ambavyo ni vya historia na tena ni unabii. Hii ni historia ambayo aliandika. Kwa sababu gani? Alikuwa katika exile. Naye Jeremiah anaandika pia na unabii ndani yake, ya kwamba the child ambaye ni Yesu Kristo, naye alitabiriwa katika kitabu cha Isaiah ya kwamba mwana atazaliwa, naye the child will be born and the government will be on his shoulders, and that is Jesus Christ. Praise the Lord. So when we talk about the 25th December, we talk of the birth of Jesus. We are actually celebrating the day that was before it was celebrated for the release of a criminal. But we change it and we celebrate the birth of Jesus. Amen. Praise the Lord. So when somebody anakuuliza ya kwamba Christmas haiko katika Biblia, nawe unamuuliza, for example, in our country Kenya today, we celebrate tarehe 10 mwezi wa 10. Kitambo tulikuwa tuna celebrate kitu ilikuwa inaitwa Moi Day. Do we have it today? No, we don't have. Tulikuwa tuna celebrate kitu ilikuwa inaitwa Kenyatta Day. Do we have it today? No, we don't. Like that 10th of October, tuna celebrate. Kitambo tulikuwa tuna celebrate kitu kingine. Sasa tuna celebrate at Huduma Day. Praise the Lord. Kwa sababu gani? Serikali iliketi chini na ikaona ya kwamba tukicelebrate Moi Day is just an individual. He has no significance to anyone's life today. Ya kwamba tusherekee Kenyatta Day, alikufa, yake iliisha. Hatuna kitu cha kushuhudia. Kwa sababu gani? ya mwanzilishi ambaye ni Kenyatta. Lakini wakabadilisha, wakasema kwamba instead ya sisi kusherekea Moi Day na Kenyatta Day, wacha tusherekee siku ya huduma kwa Wanakenya. Na tukisherekea siku ya huduma kwa Wanakenya, we celebrate the services that the governments are offering to its people. It is important to you and me today. That is why we celebrate. So when somebody talks about the celebration that we do hold on December every year, actually in the celebration yenye inafanyikanga dunia mzima, na ni watu wengi wanafanya, because the population of Christians the whole world, it is 80%.
So 80% are celebrating the birth of Jesus. Can you doubt that? You cannot doubt. Because watu wengi wanasherekea. So, usherekea kwa kuzaliwa kwa Kristo, tunasherekea upendo alio nao juu yetu. Upendo alio nao juu ya maisha yetu. Upendo alionyesha akaja akazaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, akalelewa kama mwanadamu, na eventually akafa kifo kama mwanadamu, ili mimi na wewe tupate nini? Kuokolewa, tupate ukombozi. So when I talk about the love of God, the love of Jesus, the love of Christ on the cross, we are basically extending the same love. On 25th, as we remember the birth of Jesus, we share everything good with the other people. Praise the Lord. Tunashiriki kile kidogo ambacho tunapata, ambacho tuko nacho. Kama uko na familia kubwa ya watoto wengi, wazazi wamekuwa wakiita watoto wao, wanakuja nyumbani, wanakula nao kwa meza moja, wanasemezana, wanaongea, to show the love of the family together. So we celebrate the birth of Jesus. As we celebrate the birth of Jesus, we also extend the same love to other people. Turn to your neighbor. Muulize, ulipatia kwa mtu chapati jana? Hata kama chapati ilikuwa kubwa huko Mbeya, muulize tu, ulipea kwa mtu liandazi jana? Liandazi tu limoja ama ulikula yote? You come to realize ya kwamba sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunamjua Kristo, inafaa tukue na upendo kwa watu wengine. Na hata watu ambao hawakuwa na uwezo wa kukula chapati, hawakuwa na uwezo wa kukula mandazi, tungekuwa na uwezo, tunge-extend na hata tuwafikie. Mfuko moja ya unga ya ngano, mfuko moja ya unga ya mahindi. Wanakula chapati mchana, asubuhi na lunch wanakula ugali. So utakuwa umekuwa baraka kwa hiyo familia. Praise the Lord. So we extend love because in the first place Jesus loved us. So mtu anaweza jiuliza, nikipatia huyu mtu ambaye hana mandazi ama chapati, naye atanipa nini? It is the same thing. If Jesus could have asked God that I'm going to die for these people, what are they going to give me? Do you have anything to give to God? As a sacrifice for your own life? We don't have. Hakuna kitu tunaweza mpatia Kristo in replacement for the love of Christ today, but we give him what we call loyalty. That loyalty ni kwamba tumemkiri ya kwamba tumemkubali ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, ya kwamba alikufa kwa ajili ya maisha yetu. So that loyalty is just a payback. When you help somebody, that a person that you help today will be loyal to you, will be a friend ambaye atakuwa na akisikiza watu wengine wakizungumza vibaya kukuhusu, atawaambia, if you're talking of that person, that is not the person that I know. The person that I know is a person who loves other people. Ni mtu ambaye anakula chakula na watu wengine. So we are basically celebrating the birth of Jesus Christ. We are celebrating subconsciously in our mind ya kwamba Yesu alizaliwa hii siku. Ya kwamba nasi hata kama hatujakuwa na vitu vyenye vimefanyika vizuri, now we have to forget the past things that have not been good and focus on something that is right in our lives today. Praise the Lord. Amen. That is when nimesema ya kwamba wakati mama anajifungua, anasahau na uchungu na anasherehekea mtoto ambaye amezaliwa. Kuna uwezekano huyu mwaka utakuwa mzuri kwako, lakini once in a while, siku moja, pika chapati, pika ugali, pika nyama, chinja kuku, sherehekea once in a while, kwa sababu mwaka imekuwa ngumu. Hali imekuwa ngumu, pesa haijakuwa, wengine walifutwa kazi, wengine maisha yamewaendea kando. Lakini kwa hii siku ambayo ilikuwa ya jana na leo, weka hizo vitu kando, sherehekea utukufu wa Mungu. Sherehekea huyu kukufa. Sherehekea ya kwamba hata uko na appetite ya kukula hiyo chakula. Just celebrate that. If you want to know this thing, actually when you watch news, unagundua ya kwamba kuna watu wenye walikufa jana kwa car accident. Wewe ulipanda gari haukukufa.
Kuna watu wenye wako na pesa na hawana ile uwezo wa kukula. Daktari aliwaambia kwamba chapati usijaribu kukuza, iko na mafuta. Unaweza pika chapati bila mafuta? Ni ngumu, itatoka kama mkate ya Yesu zile inapasuka. Lakini wewe ni vile tu haikukua, lakini ingekuwa ungekula kila kitu. Na kuna wenye walikula kila kitu hawajaweza kuja kanisani leo kwa sababu gani? Walikula excess. They ate a lot, they have no pay. Kuna wengine hata walisahau ya kwamba today is on a Sunday. When we come next Sunday, watakuwa wanaambia pastor excuse ya kwamba pastor hata sikukumbuka kwa kwamba hiyo siku ilikuwa Jumapili. Nilishtukia tu imeisha. Kwa sababu gani? They are celebrating. They are forgetting the past pains. They are forgetting everything that happened that was not right. And they are focusing on finishing the year well. With the food, of course. With the drinks. Hiyo itakuja baadaye kwa kile chenye kimebaki. Lakini watu wanafocus kwa kukula kwanza. Chapati, na kama ilibaki tukimaliza nialike tu nitakuja. Nitakula free of charge na isiharibike so that isemekane ya kwamba ulikuwa mzuri na ulitoa tu ya kwamba inaenda kuharibika. Na ukaamua tu kualika Pastor Peter, karibu tuende tukule chapati. Na ulijua ulipika mingi lakini mkule imekushinda. Itaharibu. Praise the Lord. So we are celebrating the birth of Jesus. So even if we cannot get that exact date when Jesus was born in the Bible, but subconsciously alizaliwa kwa siku, either one of the days in 366 days. Alizaliwa kwa siku moja. Haiwezi kuwa ya kwamba hakuzaliwa kwa tarehe yote. Kuna uwezekano alizaliwa tarehe Januari, tarehe 1 Januari, ama tarehe 12 mwezi wa 6, ama tarehe hiyo tarehe tu katikati ya mwaka. Lakini sisi nasi tukaisukuma tukaileta 25 December. Mwenye anaona wivu na ashughulike na yake. Mwenye anaona ni vigumu kusherehekea tarehe 25. Hadi tarehe 25 haiko kwa Biblia, wewe unasherehekea kitu gani? Mwambie na nini tunasherehekea Huduma Day? Iko kwa constitution. It is not there. But we are celebrating. Somebody sits down and takes it and celebrates. Hata mimi sijui kama nilizaliwa tarehe nyingine kwa nasherehekea. Mama yangu hapa lakini hajui. Ukimuuliza huyo mtoto wake alizaliwa tarehe ngapi? Hajui. Lakini huwa tunasherehekea. Yes. Kuna uwezekano hata alikuwa amebeba mtungi anaenda maji, anafika hapo njiani na mambo inakataa na anakimbia msituni. Lakini hakumbuki. But why celebrate my birthday today? Mpaka hata Facebook wananikumbukanga happy birthday Peter. Mpaka Safaricom. Kuna wenye Safaricom inatumia 1 GB bundles. They know that ulizaliwa hiyo siku. And they celebrate. Why not celebrate the birth of Jesus? Why not? Why not? If somebody has a problem with 25, wacha weke yake siku nyingine na celebrate hiyo. Lakini ukweli ni kwamba alizaliwa. Na alizaliwa kwa ajili yetu. Praise the Lord. You come to realize watu wenye wanapinga ndio watu wenye wanaweza kupinga kila kitu. Hata ukiwaambia nao hakuzaliwa tarehe 25, tuambie alizaliwa ngapi? Hata hakuzaliwa. They will tell you that. If you give them even opportunity to choose, siku sasa another date kando na 25. Hata waza na hata chagua atabaki tu kwa hiyo 25 bado. So we celebrate the birth of Jesus every day. So we extend the hand of generosity to other people. Now, the Bible says in Galatians chapter 6 and verse 2 that we should bear other people's burdens. Yani, tubebeane mizigo. Tubebeane mizigo. Wewe ulisema hii mwaka tangia ianze. Hii ni tarehe 26. We have some few days to go. Umebebeako nani mzigo? Ama wewe ndio umechosa mtu kwa kukubebea wewe? Are you making other people to be tired of carrying your luggage and you are carrying nothing? Or you are carrying somebody's burden? How many people have you bought food for them and they were going to sleep hungry?
You know there are couples, kuna wanandoa wenye wanapitia hali ngumu na wanaelewana na wanaishi pamoja kama bibi na bwana. Hata kuna uwezekano hawana watoto lakini wanatoka jina. And a lady comes to you, she's your friend, she's your confidant, mtu mwenye unamjua, anakuja anakuambia kwamba huyu kwangu hakuna namna. Na ukiona mama anasema hakuna namna, ni kweli hakuna namna. Na wewe unasema tutaomba. Mungu atafungua njia. Haleluya. Maombi gani? Hata mimi ni mchungaji lakini maombi kama hiyo mimi siwezi kubali. Siwezi kubali. I'm pro prayer. Mimi ni mtu wa maombi lakini if I come to you and tell you daddy I am hungry, sijakula. Badala kuniambia twende jedilika tukunywe chai na unaniambia son I pray for you. God will open the door for you. I will go and I will never come back. Because I want to eat. If I needed prayer, I would have come straight and said, Daddy, nataka maombi. So, I'm asking you, dear friends, how many people's burden have you carried so far? Ni nani anaweza sema ati pastor mimi nilikubeba mahali? Nani anaweza sema ati mchungaji wewe tulienda nawe mahali na kwa sababu ulikuwa umezoea kunilipia fare, this time nikalipa yangu na yako. At least tulibeba kwa mtu. Ulilipia kwa mtu fare? Ama ni wewe ndio tunangojanga tu ukipanga na mtu wewe ukue kwanza kutoa pesa, unachungulia uone kama kanatoa kulipa fare ama namna gani. Ikiwa fare ni 100, unaona ikiwa ni 50-50, unaona anatoa 100 na wewe ndio unasema wawili. Na yeye hajasema anataka change kwa sababu umetangulia kusema wawili. Sasa haezi sema kitu, ananyamaza tu. Na mnafika mnashuka hata ulisema wawili humpatii 50 na unasema basi Mungu akubariki. Mungu gani? Praise the Lord. Jaribu kubeba mtu. Try to carry someone. Try to help someone. Praise the Lord. I was happy one day na nilifeel vizuri sana ndani yangu. Hata niwaambie kwa hiyo ushuhuda. Nilienda kwa soko kununua mahindi ya kupiga githeri. Na nikaenda mahali pengine kununua na maharagwe ya kupiga githeri. Sasa makosa ni kwamba ninapendwa na sikuwa najua ninapendwa. Amen. Nipigie makofi kwa ajili ninapendwa. So nikaenda kwa one of our church members nikamwambia ninataka maharagwe. Akasema ni pesa ngapi uko nayo? Nikamwambia nimenunua hapa shuka hiyo gari ya bagi ya Uhuru na nimebaki na hii change lakini niko na pesa nyingine. Akaniambia leta tu hiyo na uchague kwa hizi yenye unataka ni gani. Mwingine hapa angekuwa na shilingi 40 kwa mkono na anachagua gorogoro. Nilichagua ili yenye nilitaka. Na imagine akaniuzia comfortable. Nilitoka hapo kama nimefurahi sana. Amen. Na akaniambia kwa sababu umechagua ndoko niko na kuongeza ndengu. Wewe ndio nipigie nitakuja nikule. Praise the Lord. Carrying other people's burden. Amen. Ningelipa yes nilikuwa na pesa lakini nitoka kama nimefurahi pesa yangu imepona. Acha tu tuseme ukweli. Wewe mtu akubeba unataka kumlipa na anakuambia usilipe, utafurahi. Hata kama utataka kulazimisha kulipa lakini unasema tu kwa roho usichukue. Praise the Lord. So what am I saying? We have to be good to other people. To extend ile mkono mzuri kwa watu wengine. Naye akienda mahali pengine atasema so and so is a nice person. Wacha nini hizi vitu za kutaka kubebwa? Kila wakati wetu ndio umebebwa. You are dating, you are in a relationship, you are a girl, unafanya kazi, uko na pesa yako. Hutawahi kupeleka kwa hoteli ukanunua chips, wewe peke yako ndio unanunulianga chips. Unaona hapa hakuna amen. Unanunuliwanga tu wewe. Hata mzee yako, nguo ni ananunua, viatu ananunua. Kila kitu ananunua, wewe hutawahi chukua pesa yako ndio na save fungu. Kumnunulia tu hata ka vest. Ka vest tu peke yake. Mungu amekuona. Hata pia mimi nimekuona. On behalf of God, I have seen you. Do something about it. Surprise siku yeye. Na ka vest tu ka 150. Yes. It's not a big deal. But ukinunua ulete.
ile furaha inakuanga ndani ya moyo, Kiswahili inaleta vizuri, inabubujika. Kwa Kiingereza haiko, Kiswahili kwenye inabaki. So that particular happiness within one's heart, hawezi kuexplain, lakini anafeel vizuri. Do something. Praise the Lord. And when we do that, trust me, we shall be celebrating a complete reason as to why Jesus was born on 25th. Amen. Amen. Jesus was born. And he was born that sisi tusiende kwa moto. Najaribu kupika wakati mwingine kwa nyumba, lakini naweka sasa gas karibu penye niko, kwa sababu nitakuwa kurudi kwa TV na nisahau ya kwamba niko napika. Chenye nitasikia tu nikumbuke ya kwamba niko napika, nitaona tu moshi kutoka kwa sufuria, kwa sababu vitu ziko zinaungua. So I bring it close to where I am watching from. So kwa nyumba yangu iko na mahali pa kupikia, lakini hiyo ni kitchen kama mama yuko. Lakini kama mimi mwenyewe niko bado, sitting room ndio kitchen. Yaani niko na remote kwa TV ya TV, niko na uwezo wa kuaccess charger, i-connect simu tu hapo, chumvi iko hapo, kitunguu iko hapo, nyanya iko hapo na kijiko. Within, yani sitaki penye naweza toka ati nienda nishughulike mbali na TV kwa sababu itaungua. Praise the Lord. Within that area. Na ukijaribu kupika sometimes nakuwa kurudi kwa movie mpaka inafaa nipendue. Sasa kukupendua nataka yani kama for example unapika ugali na unataka kupendua. Na sahau ya kwamba niko na ile kitu inaitwa kamata ya kushika na nashika na mkono. Ninachomeka. Yani kwa gas. So imagine ako tu kuchomeka kidogo huko unafanya na sio ulichomeka, mimi nilichomeka. Imagine hellfire. Ingekuwa namna gani? Imagine iko tu hiyo tu kuchomeka kidogo. Saa hii unaona tu adrenaline ike inapanda. Unaona tu wengine nywele inasimama. Na hiyo ikifika huko hellfire itakuwa namna gani? Ingekuwa something different. So what am I saying? Niko najaribu kusema ya kwamba upendo wa Kristo ni upendo ambao inafaa nasi tuonyeshe kwa watu ambao tunaishi karibu nao. Siishi karibu na mmoja wenu, I could have ningekuwa namtumia kama example. I don't live close to anyone. So nastaki kuwa jirani ya any one of you. So nisikuwe na sababu ya mtu kuleta maneno ati ndugu ulikula peke yako. Ati ndugu nilisikia tu harufu kitoka kwako mzuri na huko nikumbuko na kubiringi aje. What am I saying? I'm saying let us be good to other people. Let us do some extend to for free. Kama uko na nguo umevaa na unaona Mungu amekubariki na weight umeadd na haikutoshi kwa kiuno, tafuta mtu peana yeye. Hapana weka tu hiyo nguo ati hujui nguo nilipatiwa na mtu fulani. Ati hii nilinunuliwa kama gift siwezi peana. Itaishi tu hapo. Give it out to someone mwenye anahitaji. Kuna mtu nguo yako inaovaangi kwake na atakuwa anaivaa tu hiyo. Kwa sababu kwake inakaa mzuri. Kwako haikai mzuri. Kwake ni mpya. Praise the Lord. Amen. Na kama uko na wazazi nyumbani, jiulize kwa mara ya mwisho kwenda kuona mama yako na baba yako ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kumnunulia kitu mpelekee ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kwenda kukula na yeye kwa meza moja na yeye ilikuwa ni lini? Jiulize hiyo swali. Praise the Lord. When we do this, even our Father in heaven is always happy because we are doing exactly what He wants us to do. So, I understand hii mwaka imekuwa mwaka ngumu, last year imekuwa mwaka ngumu, lakini now because we have gone through pain, we have gone through downs, we have gone through ups, we have gone through all sorts of life issues hapa na pale, kukosa pesa, wengine wamekuwa kilala njaa na hawasemi, wengine wamekuwa kipitia hali ngumu za kimaisha, wengine watoto shule wanafukuzwa shule, hawajui waende wapi ili wapate school fees ya watoto, wengine landlord amekuwa a source of distress kwa maisha yao, rent kila wakati, wengine pesa haijakuwa constant, wengine biashara imekuwa ikienda chini,
up and down, haiko constant. Lakini zaidi ya yote inafaa tunamsherekea Mungu kwa kuwa ametuhifadhi. There is nothing that is permanent. Kama ni hali ngumu, it is never permanent. Kama ni kukosa pesa, it is never permanent. Kama ni kulala njaa, it is never permanent. Kama maisha ni magumu, it is only this year. Next year, it is a year of double. 2022, we are going to celebrate the goodness of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Yesu akakutana na mwanaume mcenturion. The centurion man came to Jesus and asked him, ya kwamba my servant is ill at home, but I'm a man under authority. You are not permitted to come to my house, but that speak the word, and my servant will be healed. Na Yesu akasema ya kwamba nimetembea sijaona watu wa imani kama wewe. Na alipoenda, Biblia inasema ya kwamba ile wakati aliamini, hiyo ndio wakati mtumishi wake alipata uponyaji. The same way kwa hali yako ya kifedha, hali yako ya maisha ngumu, siku iliyotaamini, hiyo ndio siku vitu zitaanza kufanyika vitu vizuri. It's just upon you to believe that the year has been so hard, but we are changing by believing right. By believing right. By believing right. Kuna 3 kinds of faith. We have little faith, small faith, and big faith. The faith that we know. Ile little faith ni faith yenye haiwezi fanya kitu. Small faith, it can do something, but not to the level that is expected. Then the faith that we have to talk about is a big faith that can be able to move a mountain. Whereby faith ni kama pesa. Ukienda kwa hoteli na uko na shilingi 1,100 kwa account, kwa simu, kwa M-Pesa, na uko na shilingi 50,000 cash, ukienda kwa hoteli, unaenda na confidence. Hata hutapitia through menu. No. You not go through the menu. Utauliza chenye unataka kukula. Kama unataka kukula ugali kuku, utaitisha ugali kuku. Why? Because you have the ability to pay. Lakini kama hauna uwezo wa kulipa, utaenda upitie menu, uone pesa yenye uko nayo, niko na 150. Na unaanza kupita, unaona chapati 40. Chapati tu moja 40. Like seriously. Awange punguzako. Unaona chai 30 ama 40. Chai unaweza kuuza keni boba kwa unauza 40. Unateremka ugali sukuma unaona ni 200. Watu wanapenda sana. Ugali sukuma tu peke yake 200. Unateremka na unapata ugali kuku. Ugali kuku 450. Na hiyo ndio unataka kukula. Na kwa mfuko kwa 950 utakula nini? Utakunywa chai na chapati, si ndio? Ukilalamika ukiendanga. That is how it goes na imani, the same way. Mwenye ako na imani kubwa anaitisha chenye anataka. Next year uko na vitu gani zenye unataka Mungu akufanyie? Imani kubwa inaitisha vitu serious. Next year I'm buying a plot. Amen. And I'm building next year na mawe kutoka Thika, sijengi na hii ya kisasa. Na jenga na mawe kutoka wapi? Thika. Nina order kwa sababu niko na imani. Amen. Wewe uko hapa, Mungu anadeliver chenye unataka na unaitisha tu, sisemi kwa sababu sijui unataka kuitisha nini. But after this I'm going to give opportunity. Kuitisha chenye unataka. This is the last Sunday service actually. Yes. The next Sunday service should be next year. Yeah. Now, mimi ninaitisha plot na kujenga. Wewe unaitisha nini? It's up to you. Usiitishe ukali usukumati kwa sababu kuna 150. Mungu mwenye tunahudumia, Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu wa ugali kuku kupanda juu. Unaitisha inaletwa. Because uko na uwezo wa kulipa. You have the ability to pay. You don't go through the menu. Ati ukiona mimi salary yangu ni 10,000, nikisema next year nataka Mungu anisaidie niweze kununua plot ya shilingi 1,500. Ukifikiria yes nitakuwa mimi ni mjinga tu. Hiyo pesa itatoka wapi? And what if you say that God,
My salary is 10,000. I am faithful in tithing. I'm faithful in my offerings. I attend services. I want you to do a miracle. Next year I buy a plot. Worth 1 million. Then inakuja ku happen. Tutakuja hapa na testimony. Yes. Tutakuja kusherehekea hapa na testimony. So why are we not having testimonies? Is it because I'm fikiria hivyo? You're not thinking that way. Unafikiria tu na calculate 10,000 nikitaka kununua plot ya 100,000 nina save hiyo 10,000. Unajua 10,000 ukisave ununua plot utakuwa umesave miaka mingi sana. Kwa sababu gani? 10,000 ukumbuka haujakulamu, transport iko ndani, hujalipamo kitu chochote, hiyo tu. So when we focus on salary we cannot buy anything. But when we focus on God, we buy everything. Amen. We focus on God next year. Everything that you want it to happen, it will happen. Amen. As some of us will be buying clothes, some of you will be buying your cars. Amen. As you'll be buying other things, you'll be building your own house. Amen. As we are looking forward to have a mega church. Yes. Anyway, mshirika mwenye atakuja tu hapa na gari kabla sijanunua yangu, which will be next year but one nanunua gari. Amen. Next year but one nanunua gari. Because nikishanunua siwezi nunua gari nipaki kwa plot. Yes. Nanunua gari nipaki kwa Boma. so next year unataka Mungu akufanyie nini? It's up to you to give an order na Mungu anadeliver. I have placed my order of a plot. Stand up and place an order of what you want next year. Just make an order of anything you want next year. You want a good life, you want a plot, you want to build a big house next year.